Mtazamaji wa Dar es Salaam Tanzania TV, na leo ni siku ya maadhimisho ya kuu ya wanawake duniani. Na hapa pembeni tunaona kabisa binti ametupia uzi sare ama jezi. Tutaweza kumkaribisha kwa majina aweze kujitambulisha, baada hapo tutaingia. Karibu. Asante sana. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Zawadi Biziriko, ni mwenyeji wa Ngara mjini. Katika swala zima la kusherehekea siku ya mwanamke duniani, wewe nini ujumbe wako kwa mabinti na wanawake katika swala zima la uchumi na maendeleo ya jamii kiujumla? Ushauri wangu mimi kwa wanawake, kwa watoto wa kike, wasibweteke, wajitahidi sana kufanya kazi, wajishughulishe, wasiwe tegemezi sana kwa watu, wasiwe ombaomba. Sasa kuna kitu nimekizungumzia ombaomba, lakini leo hii kuna baadhi ya kauli zinasema kwamba mabinti wengi wakiona wamekuwa wao ni kujiweka vizuri, kwamba akitegemea kwamba hana muda wa kutafuta wa kupiga kazi au wa kufanya kazi, akitegemea kwamba mabwana wataweza kumpa hela, ama kwa lugha ya mtaani tunasema kwamba kuhongwa. Wewe kama binti, nini falsafa yako juu ya hili, au nini mtazamo wako juu ya hili? Mimi naona binafsi wasitegemee sana wanaume. Wanawake tukiwezeshwa tunaweza wenyewe. Kwa kikubwa tu ni kufanya kazi. Tusione aibu kufanya kazi. Usione aibu mwanamke, mtoto wa kike usione aibu, fanya kazi upate pesa. Sio inafika sehemu mwanamke unakuwa na shida, unaanza kuwaza sasa nimpigie nani simu ili aweze kunisaidia. Nimpigie nani simu labda pengine anitumie nauli, hiyo nauli niweze kuitumia kwa matumizi yangu, nisiende hiyo sehemu husika. Hiyo pia inaleta picha mbaya kwa mtoto wa kike, pia kwa mwanamke. Kwa kweli mimi sio mtu wa siasa. Mimi mambo ya siasa waga sio vitu vyangu. Kikubwa zaidi tu nahitaji kufanya kazi, nifanye biashara, niwe mtu mkubwa, niwe mtu maarufu kupitia biashara, sio siasa. Okay, asante. Nini ujumbe wako wa mwisho katika swala zima la utafutaji wa maisha au utafutaji wa kipato kwa mabinti na wanawake, lakini pia unaweza kutoa ujumbe kwa wanaume ambao wanabana wake zao kwamba asifanye kazi yoyote ikipelekea tamaa ama wivu wa kimapenzi? Nini ujumbe wako kwa niaba ya mabinti na wanawake katika nchi hii ya Tanzania? Ujumbe wangu sana hasa ni kwa wanaume ambao wake zao huwaweka nyumbani kwamba wasifanye kazi. Hiyo pia inamletea mwanamke kutoelimika. Unajua mwanamke anapofanya kazi, anapojituma, anapochakarika, inafika muda mwanamke anakuwa supportive sana kwa mwanamume. Ndio. Kwa ujumbe wangu mimi kwa wanaume, waache wanawake wafanye kazi. Bwana mtazamaji wa Dar es Salaam Tanzania TV, binti anakuambia kwamba wanaume tuwape huru, wanawake wapige kazi, kwa maana ya kuinua uchumi wa jamii, lakini pia uchumi wa taifa kiujumla. Sina la ziada, nipende kushukuru. Karibu tena Dar es Salaam Tanzania TV. Asante.